Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili ukisikia mtu kufikwa na sherehe ikawa nguo yake imeroa, basi ndio mimi leo. Maana siku ya furaha nyingi na nguo ya leo ni sauti, lakini bahati mbaya sauti imeroa. Kwa hivyo mtaniwia radhi. Lakini kwanza naomba niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima tukafika katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tukiwa wazima. Alhamdulillah, kwa wale ambao wana udhuru tukaendelea na saumu. Ni neema kubwa sana. Baada ya shukrani hizo, naomba pia ni washukuru walioandaa shughuli hii chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Waziri, lakini na pia chini ya usimamizi mkubwa wa Katibu Mkuu wetu ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais, kulifanikisha hili mpaka leo tukalikamilisha. Kwa hakika ni juhudi zenu kubwa sana, na shukrani za kipekee pia ziwaende Baraza la Watu wenye Ulemavu, hasa Katibu Mtendaji. Tunajua unavyohangaika, unavyojituma kuwatumikia wenzetu hawa. Na pia naomba nichukue fursa hii kuwashukuru wenzetu wa Qatar Foundation, Qatar Charity, kwa kujitolea, na kama alivyosema kwamba kwa wao huu ni msaada wao wa kwanza. Na mimi naamini kwamba utakuwa ni wa kwanza, lakini hautokuwa wa mwisho. Jambo lolote lina mwanzo, na inshallah huu uwe ni mwanzo wa mashirikiano yetu katika kuwasaidia wenzetu. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, swala la kuwasaidia wenzetu wenye ulemavu si swala la hiari kwa sisi viongozi wa serikali, ni wajibu wetu wa kikatiba. Sasa leo tunapokuwa ni sehemu moja kutekeleza, kwangu mimi ni jambo la furaha kwamba tumetimiza wajibu wetu. Sisi wala hatujafanya ihsani, sisi tumetimiza wajibu wetu ambao tulikula kiapo kwamba tutautimiza. Kwa hivyo mimi nimefurahi sana kwa hilo, lakini kubwa nimefurahi kwa msaada huu na pahala ambapo pamechaguliwa kuja kuugawa, mji wa Chake Chake. Pia na sisi inatufunza kwamba inapotoka sadaka kama hizi, basi siwafike wanaostahiki, wasiostahiki wakae nazo mbali, au sivyo jamani? Wasiostahiki wakae nazo mbali, ndio itakapopatikana tija hii. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba jambo hili tumekuja kulifanya hapa, na niseme ahadi yetu, ahadi yangu, ahadi ya serikali kwamba tutaendelea kutimiza wajibu wetu huu. Na mimi niwaombe pia kama ambavyo Mheshimiwa Waziri kawaomba wenzetu wa Qatar Charity kwamba hili tatizo au matatizo ya watu wenye ulemavu ni mengi na wako wengi pia, kama tulivyopewa hesabu hapa na Katibu Mtendaji. Kwa hivyo mimi naomba tuendelee tushirikiane ili tuweze kuwasaidia wenzetu, tuweze kuwafikia wengi zaidi. Mimi baada ya kusema hayo, nimalizie tu kwa kuwatakia saumu njema. Mwenyezi Mungu akubali saumu zetu, atupe fadhila za saumu hii,
na pia ibada zetu na amali zetu ziwe ni sehemu ya sadaka yetu, iwe ni sehemu ya dua yetu kwa nchi yetu, ili tuishi kwa amani, tuishi kwa salama, kwa upendo, na tuendelee kupata maendeleo katika nchi yetu. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, asante sana. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.